hoja ya waziri kuwa na mamlaka au kutokuwa na mamlaka ya uvunjaji wa katiba sio sahihi. Hakuna mtu au taasisi ambayo ina mamlaka ya kikatiba ya kutoa hukumu au kusema mtu fulani kavunja katiba isipokuwa mahakama pekee kwa mujibu wa ibara 107A na ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inayotamka kuwa mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mahakama. Ni vema niwakumbushe hawa ndugu zangu na marafiki zangu ambao wasikimbilie wakati mwingine kujipa mamlaka ya kimahakama ya kutuhumu kuwa nimevunja katiba, isipokuwa kujielekeza kwenye hoja ya msingi na ibara ya 30 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inayosema kila mtu anayodai kuwa sharti lolote la katiba au sehemu hii ya katiba au sura hii katika sheria yoyote inayohusu haki yake au wajibu wake imevunjwa, inavunjwa au inaelekea kuvunjwa, mtu yeyote popote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaweza kufungua shauri katika Mahakama Kuu. Uhuru wa kukusanyika na kushirikiana na wengine. Hakuna ubishi kwamba uhuru wa mtu kushirikiana na wengine ni moja ya haki za msingi zilizoainishwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, isipokuwa uhuru huo wa kushirikiana na wengine kufanya mikutano ya hadhara na kukusanyika si haki kamili, absolute right. Haki hii inaweza tu kuwa kamili ikiwa itatekelezwa kwa kufuata masharti yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria yoyote iliyotungwa na Bunge, na hasa inayolinda maslahi ya umma: 1, 2, usalama; 3, amani; 4, afya ya jamii; na 5, uhuru na haki za wengine. Kwa hiyo inapotokea popote pale ambapo unaweza haki yako ya msingi iliyoainishwa kwenye kifungu hiki katika kuitekeleza ikawa inapelekea kukiuka haki au maslahi ya umma, usalama wa wengine au wa mali watu, amani, afya ya jamii, uhuru na haki za wengine, sheria, katiba yenyewe, lakini pia sheria nyingine zilizotungwa zinatoa masharti hayo kwamba kuna wajibu ambao unapaswa kutekeleza na mipaka yake pale ambapo utaenda kinyume na utaratibu huo. Ibara ya 20 bara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiyo msingi mkuu wa uhuru wa kushirikiana, ambayo imewekwa na kutambua haki ya kila mtu kwa mujibu wa sheria ya kukutana na kusanyika kwa amani, kuandamana na kushiriki mikutano ya umma. Ibara hii imebainisha kuwa kila mtu anastahili kuwa huru bila ya kuathiri sheria za nchi, kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, na kuchanganyika na kushirikiana na watu wengine kutoa mawazo hadharani, na hasa zaidi kuanzisha au kujiunga na vyama au maslahi yanayoanzishwa kwa madhumuni ya hifadhi na kuendeleza imani au maslahi yake au maslahi ya mengineyo. Wamekuwa tunawaaminisha Watanzania kwamba kuna haki ambayo haina wajibu, na kwa muda mrefu sana wamekuwa wakiaminisha watu kuna haki ambayo haina masharti. Sasa haya, kwa sababu wamekuwa wakiaminisha muda mrefu, ndio maana mimi waziri wa mambo ya ndani nimeamua kutoka sasa kuwaelezeni kwamba wajibu pia upo, pamoja na haki kuwa nayo, lakini kuna wajibu ili haki za wengine pia zilindwe. Pia kuna masharti ya kisheria. Kuna watu wanasoma katiba kama nani, kwa sababu sisi wakati mwingine jamani tuwe tunajua kuna sheria huko wanasema si huyu namna gani na nani. Mimi kunijua, huwezi kunijua kirahisi sana. Kuna mtu unamsikia tu anasema si mara sheria si kitu gani. Unaweza ukaona sheria tu lakini ukawa kama kasuku tu. Unajua mnamjua kasuku? Ukisema hodi na yeye anasema hodi. Unasoma tu kitu ina isolation. Sheria ina cross reference nyingi za kusoma. Ukisoma hii na kupeleka huku, ukitoka na kurudisha kwenye kifungu hicho hicho, au inakupeleka kwenye sheria nyingine nje kabisa. Na wakati mwingine kukulifuata kwenye sheria za kimataifa.
Sasa mtu unasoma kanani kamoja tu kama nini gazeti au nini, alafu una nani, utaratibu uliopo ndio huu. Kwa ndio maana tunataka tuongeze maneno mengi kwamba kupitia hii tuelewe kwanza, pengine tunakumbushana, wengine wanaelewa, wale ambao wanaelewa tunakumbushana kwamba kuna misingi hii kuhusiana na haki ya, kwa sababu kinachosemwa sana sasa hivi ni kuhusu haki ya mikutano ya hadhara, haki ya mikusanyiko, haki ya maandamano, si ndio ndugu zangu? Uongo kweli wa Tanzania wenzangu? Uongo kweli? Sasa tunataka tuwaambie kwamba hizi haki kweli zipo, hatujakataa, ni za kikatiba, lakini pia haki hizi zina wajibu wake ukiutekeleza. Haki hizi ukiuvunja ule wajibu, kuna hatua za haki za wengine tena kisheria zinachukuliwa. Haki hizi pia katika mazingira hayo hayo zina masharti yake, usipoyatekeleza uwezi. Haiwezi kuwa kubaki kuwa haki yako yawe mtu mmoja tu peke yako, au wewe ndio una haki kuliko wengine wote. Hamna mtu ambaye yeye peke yake anaweza kusema mimi ndio Tanzania, wala kundi moja likasema kwamba sisi ndio Tanzania. Hapana. Tunapofanya hivyo tunasimamia haki za umma, za mtu mmoja mmoja, lakini pia za makundi kwa pamoja. Kwa hiyo enjoyment of right ni kwa wote. Kwa hiyo hata matamshi yetu tujiangalie. Kuna wakati mwingine mtu anatoa matamko tu au tamshi fulani hivi la kudhalilisha watu, kutweza au kutukana, ni vile unaachwa tu kwa sababu ya fair. Kwa lenience haimaanishi weakness. Yaani serikali inapokuwa lenient haimaanishi iko weak. Ni lenience ni kuzingatia tu, wakati mwingine kuchukulia fanyaje ile. Unasema kama refa anapeta fair play, it's a fair play. Kwa hiyo ukifanywa fair play usidhani kwamba ndio una nani. Tunalinda haki za walio wengi. Sisi wa Tanzania tuko milioni 61 toka sensa 2022. Kwa projection ya NBS ndio wenye takwimu zao, niliona somewhere wameandika kwamba projection inaweza ikawa sasa milioni 64. Ukiangalia yoyote ambao kwenye makundi au na nini, ndio maana yanaitwa makundi, hawezi kufika labda wengine hata chini ya milioni 1. Sasa huwezi kuvunja haki za watu wengine labda milioni 50 au 45, afu haki yako ndio ikawa ya msingi kuliko wote. Wote tu wa Tanzania, usawa mbele ya sheria, ibara ya 12. Watu wote ni sawa mbele ya sheria na mbele ya mamlaka ya nchi katika kutekeleza haki zao. Kwa hiyo mtu mwenye anataka kufanya kazi yake huku, wewe kafanya ya kwako na yeye afanye ya kwake. Usimlazimishe aje kufanya ya kwako. Huyu ana haki ya kulindwa na sheria, ndio hayo. Kwa hiyo nataka tamari niweke hivyo.